Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Young Africans, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine wanazungumzia hawa ni Young Africans, mabingwa watetezi wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Ikumbukwe kwamba klabu ya soka Young Africans kwa sasa wapo katika mchakato wa kuhakikisha kwamba wanakwenda kukitengeneza kikosi chao vyema kabisa, kikosi cha ushindi, kikosi cha kuweza kuwarudishia yale mataji ambao waliweza kuyachukua kwa msimu uliopita, wanaweza kuyarudisha tena, lakini pia wakiweza kufanya vizuri katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ikiwa ni target yao nzuri kabisa. Sasa klabu ya soka Young Africans baada ya kuweza kutambulisha kocha mpya ambaye ndio utambulisho wa kwanza kabisa, kocha kutoka pale Afrika ya Kusini, kocha wa zamani wa Mamelodi Sundowns, akiweza kutua katika kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans kuja kuweza kufanya majukumu yake na kuanza mapema kazi yake ya kukinoa kikosi cha wananchi Young Africans. Sasa taarifa ikufikie popote pale ulipo ni kwamba klabu ya soka Young Africans imeanza kufanya utambulisho wa sajili zake ambazo zimeweza kufanyika kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans, na leo hii taarifa kubwa imeweza kutolewa na uongozi wa klabu ya soka Young Africans juu ya kukamilisha usajili mkubwa kwelikweli kwenye kikosi chao, ambapo inaelezwa kwamba wanakwenda kufanya kufuru kweli katika usajili huu, kwani wameamua kuweza kufungua benki na kuweza kufanya usajili mzito. Ni nani huyo ambaye ametua kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans? Utakwenda kumjua hapa, anatokea wapi, amesaini mkataba miaka mingapi. Hayo yote na mengine mengi utakwenda kuyapata katika taarifa hii ambayo imesheheni taarifa rukuki. Sasa kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa na unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo na subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Subscribe na kisha ubonyeze alama ya kengele kwa mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Young Africans. Karibu. Bana, klabu ya soka Young Africans inaendelea na sajili zake ambazo zinazoendelea kuweza kufanyika kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans, na ikiwa ni mwendelezo wa yale ambayo yanaendelea kuweza kufanyika kwa ajili ya kuweza kuongeza nguvu kwenye kikosi cha wananchi Young Africans kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, ambapo taarifa ikufikie popote ulipo, ambapo wananchi Young Africans inaelezwa kwamba sasa kwamba klabu hiyo imeanza mazungumzo ya kina kwa lengo la kumsajili winga wa Kaizer Chiefs na timu ya taifa ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kumrazi Glody Makabi Lilepo, huku viongozi wa mabingwa hao wa Tanzania wakionyesha kuweka nguvu kubwa kuhakikisha dili hilo linakamilika mapema kabla ya kuanza msimu mpya wa mashindano. Taarifa zinazoendelea kuibuka zinaeleza kuwa Yanga imeonyesha nia ya dhati kumleta nyota huyo mwenye uwezo mkubwa wa kucheza pande zote za ushambuliaji, huku kocha mpya Makoba akihusika moja kwa moja katika mchakato wa kutafuta wachezaji watakaoendana na mfumo wake wa mchezo. Inadaiwa kuwa kocha huyo amemweka Makabi Lilepo miongoni mwa wachezaji anaowaona wanaweza kuongeza kasi, ubunifu na ushindani katika safu ya ushambuliaji ya Yanga. Makabi Lilepo akusafiri pamoja na kikosi cha Kaizer Chiefs kilichoelekea nchini Hispania kwa ajili ya maandalizi ya msimu mpya, yani pre-season. Ripoti kutoka Afrika Kusini zinaeleza kuwa
Kutokuwapo kwake kwenye msafara huo kumezua maswali huu kuhusu mustakabali wake ndani ya klabu hiyo, huku ikielezwa kuwa bado yupo nje ya programu ya maandalizi ya timu wakati viongozi wakishughulikia suala lake. Inaelezwa kwamba ni miongoni mwa vitu ambavyo vinasubiriwa kweli kweli kumuona Maccabi Lepo kwenye kikosi cha wananchi Young Africans. Lakini katika taarifa nyingine inaelezwa kwamba Yanga wamemaliza dili mapema kabisa kuziba nafasi ya Israeli Patrick Mwenda ambaye hayupo tena kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Inaelezwa kwamba klabu ya Young Africans imekamilisha usajili wa beki wa kulia Abdunasir Gamal kutoka Mashujaa FC. Kwa mujibu wa taarifa, Gamal ameweka saini ya mkataba wa miaka 2 ambao utamweka ndani ya kikosi cha wananchi hadi mwaka 2028. Uongozi wa Yanga unaamini kuwa Gamal ni miongoni mwa mabeki wa kulia waliokuwa wakifanya vizuri katika ligi kuu ya NBC akiwa na Mashujaa FC, jambo linalowavutia viongozi wa klabu hiyo kuharakisha mazungumzo na hatimaye kufanikisha usajili wake. Usajili wa Gamal unaelezwa pia kuwa ni sehemu ya mkakati wa Yanga kujiandaa na uwezekano wa kuondoka kwa beki wa kulia Israeli Mwenda ambaye amekuwa akihusishwa na hatua ya kujiunga na klabu nyingine katika kipindi hiki cha usajili. Mbali na uwezo wake wa kujilinda, Gamal pia anafahamika kwa kasi yake, nguvu katika mipira ya mmoja dhidi ya mmoja na uwezo wa kupandisha mashambulizi kutoka upande wa kulia, jambo ambalo linaenda na falsafa Yanga na kucheza soka la kushambulia. Yanga imekuwa ikifanya maboresho katika maeneo mbalimbali ya kikosi chake kwa lengo la kutetea ubingwa wa ligi kuu ya NBC, kufanya vizuri katika makombe ya shirikisho la CRDB na kuonesha ushindani mkubwa kwenye michuano ya kimataifa msimu ujao. Kwa hiyo unaweza kushuhudia namna gani ambavyo mambo yanaendelea. Kwa hiyo ni miongoni mwa sajili za Young Africans ambazo zinazoendelea kufanyika. Lakini katika hatua nyingine, klabu ya Yanga imeanza hatua ya kutafuta mbadala wa mshambuliaji Prince Dube, huku taarifa zikieleza kuwa mabingwa hao wa Tanzania wamefungua mazungumzo ya awali na mshambuliaji wa MC Alger kutoka Guinea Mohamed Saliu Bangola ambaye ni mshambuliaji wa kati mwenye umri wa miaka 22. Ameendelea kuvutia vilabu kadhaa barani Afrika kutokana na uwezo wake mkubwa wa kufunga mabao, nguvu alizonazo ndani ya eneo la hatari pamoja na kasi yake anapovamia safu ya ulinzi. Kabla ya kujiunga na MC Alger mwaka 2025, alichezea Afia FC ya Guinea ambako alijijengea jina kama mmoja wa washambuliaji wenye kiwango kizuri nchini humo. Tangu ajiunga na MC Alger, Bangora ameendelea kuonyesha ubora wake kwa kufunga mabao muhimu na kuwa sehemu ya kikosi kilichofanya vizuri katika ligi kuu ya Algeria. Pia amewahi kuitwa katika timu ya taifa ya Guinea, jambo linaloonyesha namna kiwango chake kinavyoendelea kupanda katika soka la Afrika. Kwa mujibu wa taarifa, Yanga inaamini Bangora anaweza kuwa chaguo sahihi la kuimarisha safu ya ushambuliaji kuelekea msimu mpya, hasa baada ya kuondoka kwa Prince Dube. Uongozi wa klabu unatajwa kutafuta mshambuliaji mwenye uwezo wa kufunga mabao kwa uthabiti, kucheza akiwa mgongo au umeelekea langoni. Ni miongoni mwa watu ambao wanaonekana kuwa tishio kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo wakitua sasa kama dili hilo litaweza kufanikiwa. Ni miongoni mwa sajili ambazo hapa nazungumzia Yanga wanazifanya. Lakini katika hatua nyingine inaelezwa kwamba Young Africans wanaendelea kuweza kulipushi dili chini kwa chini, huku wakionekana kuweza kufanya mazungumzo ya kutaka tena kumrudisha moja kati ya wachezaji muhimu ambao waliwahi kupita katika klabu yao. Nazungumzia Faisal ambaye amekuwa akihusishwa kuondoka na Azam FC baada ya kugoma kuweza kuongeza mkataba tena na miamba hiyo ya soka kutoka pale Chamanzi. Kwa hiyo dili hili linafuatiliwa kwa karibu zaidi na uongozi wa Young Africans kujua kama kweli Faisal anataka kuondoka, basi Young Africans ndio liwe chaguo lake la kwanza kwenye ardhi ya Tanzania. Kama anafikiria kuondoka Tanzania, basi kama atabaki, basi chaguo liwe Young Africans. Kwa hiyo engineer anapush dili hilo ili liweze kufikia yale ambayo yanahitajika. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana